moja ya majukumu makubwa ya vijana wa Chama cha Mapinduzi, ukisoma kanuni yetu ya umoja wa vijana wa CCM toleo la Mei mwaka 2025 linasema ni kupokea na kusikiliza ushauri, maelekezo na miongozo kutoka kwa chama na viongozi. Mama ametupa maagizo kwamba twendeni mitandaoni tukashambulie hoja. Kwa nini nasema hivyo? Mama hapa anasema kwamba wenzetu wakikushambulia vibaya na wewe unatakiwa ushambulie kama wanakushambulia wao, si ndio? Sisi tunatakiwa tushambulie kwa hoja, sisi tunatakiwa kushambulia kwa data, sisi tunatakiwa kushambulia kwa heshima, ili tushawishi wenzetu waone kwamba vijana wa CCM ni watu wenye utulivu. Vijana wa CCM ni watu ambao wanajua nini wanakifanya. Kwa sababu sasa hivi dunia imebadilika, vijana wenzangu. Vijana sasa hivi hawajiungi na vyama vya siasa kwa mlengo wa sera, siasa na itikadi ya chama na itikadi ya chama peke yake. Wanajiunga na vyama sasa hivi kwa mambo mawili makubwa. Moja ni ushawishi wa viongozi. Kuna watu wanajiunga na Chama cha Mapinduzi kwa sababu tu wanamtazama Rais Samia. Kuna watu wanajiunga na Chama cha Mapinduzi kwa sababu tu wanamwangalia makamu wa rais. Kuna watu wanajiunga na Chama cha Mapinduzi kwa kumwangalia Mohamed kawaida. Watu wanajiunga kwenye vyama kwa kumwangalia mwenyekiti wa UVCCM. Watu wanajiunga na Senate kwa kuangalia wewe katibu, wewe mwenyekiti, wewe mjumbe wa kamati ya uratibu. Sasa ili watu wachishawishike na wewe kujiunga na Chama cha Mapinduzi, lazima uwe kiongozi mwenye maadili. Na kiongozi mwenye maadili ni anayesoma na kujielimisha kuhusu Chama cha Mapinduzi. Sifa nzuri au sifa ya kiongozi bora ni kutafuta majawabu ya wanaowaongoza. Kwa nyinyi kama vijana, nyinyi kama viongozi uko wa vioni, jueni changamoto za wanafunzi wenzenu na mzitafutie majawabu. Sisi kama vijana Chama cha Mapinduzi, hapa amesema ndugu mgeni rasmi kwamba tunatakiwa tujibu hoja. Ndugu zangu, huwezi kujibu hoja kama haujielimishi. Wangapi wamesoma dira ya maendeleo 2050? Wangapi wamesoma ilani ya Chama cha Mapinduzi? Wangapi wamesoma mpango wa maendeleo wa serikali? Naomba nitoe like kwa vijana wenzangu wasomi wa Chama cha Mapinduzi. Tusome mipango ya chama na serikali. Tusome mipango ya serikali ili tuweze kujibu hoja za wapinzani. Huwezi kujibu hoja za wapinzani kama hujui serikali inafanya nini. Sawa sawa ndugu zangu? Kwa hiyo tusome, tujielimishe. Hata mtu akitoa shutuma ya uongo mtandaoni, unaweza kumjibu kwa sababu umejielimisha. Unajua serikali kwenye budget imepanga nini, kwenye ilani imeandika nini, na kwenye mipango yake imesema nini. Hapo utakuwa kijana na kada ambaye unaweza kuisemea serikali. Kwa sababu ni wajibu wa kila kijana wa Chama cha Mapinduzi kuelewa, kutetea na kusemea sera, maamuzi na mafanikio mbalimbali ya chama na serikali. Si ndio alivyosema hivyo? Lakini kwa kutambua hayo aliyoeleza, na sisi kama kamati ya uratibu ya Senate vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Songwe tumeona ipo haja ya kugawa vitendea kazi ili vijana tukasome, tukijue chama chetu cha Mapinduzi. Tutagawa kanuni na miongozo ya vyuo na vyuo vikuu kwa matawi yote ya mkoa wa Songwe, na mgeni rasmi atatuongozea zoezi hilo.